Yes, watazamaji wetu, tumekuja tena mara nyingine. Tumekuwa na muda si mchache tukiwa kwa masomo ambaye ni ya Burning Bush Ministry. Tumekuwa na muda ambaye kiweza kuchambua upande ya masomo. Sasa tumekaa muda ndio kwa maana hatukuwa tunapatikana. Lakini tumerudi kwa mara nyingine ndio tuweze kuongea na watazamaji wetu ama watu wetu upande ya Philadelphia International Ministry na kuweza kuongea na watu wa Mungu ambaye neno la Mungu tumekuwa kwa muda mrefu hatukuwa tunaonekana kwa sababu ya muda ya masomo. Tunashukuru Mungu kwanza kwa sababu ya graduation ya leo ambaye Mungu alituweka kwa kiti ambaye ni ya masomo, ndio tuweze kuweza kujua orodha ama mpangilio ambaye ni wa kazi ya Mungu na kuweza kuhudumu katika makanisani tukiwa tumejaa na tukiwa tumeelewa kamili kwamba njia ambaye ni mafunzo ya Yesu Kristo ni gani, na kuweza kuwa wanafunzi kamili wa Yesu Kristo kama vile Yesu alifundisha wanafunzi akawaambia, nendeni mkafunze kuanzia Yerusalemu, Yudaya na Samaria mpaka mwisho wa dunia. Hiyo ilikuwa mpango wa wanafunzi ama ilikuwa ni mission ya wanafunzi ambayo walipewa na Kristo, ndio waweze kufunzwa. Wakimaliza kufunzwa waende wapeane ujumbe mahali tofauti mpaka mwisho wa dunia, kulingana na yale ambayo wamefunzwa, kurudi kwa Kristo na kuweza kuokolewa katika dunia ambaye ni chafu kwa watu wa Mungu. Tumerudi kwa mara nyingine tukishukuru wale watu wetu ambapo walikuwa wakitutazama muda mrefu na kuwaomba msamaha kwamba hatukuwa tunaonekana kwa sababu ya masomo, lakini tunashukuru Mungu tumetamatisha kidogo, hata kwamba tutaendelea kusoma, lakini na kuweza kuweka ujuzi na kuweza kuongezea ujuzi ili kazi ya Mungu iweze kutimika katika dunia hii. Tumerudi tukisema watu wote ambaye wanaweza penda kufuata kujoin hii masomo yetu, mlango iko wazi. Mlango iko wazi, wanaweza pitia Philadelphia ama wanaandika kwa comment kidogo, alafu tunawaelekeza kwa sababu ni masomo mzuri. Watu hata bila cheti, bila degree ama diploma, watu wanapata ujuzi ambaye ni ya kukamilisha kazi za Mungu katika makanisani. Kulingana sasa na mwito wa wanafunzi, kama vile Yesu aliita wanafunzi akawafundisha, hiyo ndio njia kamili Mkristo yoyote anafaa kuwa anatembelea. Hiyo ndio title, hiyo ndio jina ambayo Mkristo anafaa kuitwa, mwanafunzi wa Yesu Kristo, ili aweze kupiga hatua kwa hatua ya Yesu Kristo. Tutajaribu kusoma neno kidogo ambaye tumewekwa kwa moyo kidogo, ili tuweze kujua mwanafunzi ambayo Kristo anafurahia ama kwa sababu Yesu mwenyewe hapa kwa hii kitabu ya Yohana anaonyesha kwamba iko mwanafunzi ambaye amefurahia, na huyo mwanafunzi alifanya kazi tofauti. Huyo mwanafunzi hata ndio alikimbia na Maria Magdalena kwenda kwa kituo ambacho Mwokozi alikuwa anafufuka hiyo time. Sasa tutaangalia pia tukiingia ndani kwa kujua kama tukiweza kutembea, tukiweza kuwa wanafunzi wazuri wa Yesu, hata tutakubalika katika society hizi, hata tutakubalika katika jamii zetu, hata tutakubalika katika mafamilia tofauti zetu, kwa sababu tukiwa tunafanana na Yesu, mambo yote itaenda mzuri. Hata hatutakuwa na vita nyingine hizi ambazo tunaona hapa nje. Ni kulingana na dunia vile iko, tunaweza kupitia neno la Mungu ama kupitia meseji ya Yesu Kristo ama ujumbe wa Yesu Kristo.
Tunakuja kidogo tusome mambo 2-3 kupitia kitabu ya Yohana mstari wa 20, alafu tutaanzia tutachambua kidogo kupitia kitabu ya Yohana 20, tutaanzia mstari wa kwanza na wa pili. Tukiwa na time kidogo tutaendelea tuone ni nani mwanafunzi Yesu anafurahia na yuko mwanafunzi Yesu alikuwa anafurahia, na tuone ni nini alifanya, kwa sababu si ati Yesu akufurahie peke yake, lazima ufanye kazi yake, ama ukae kama yeye ama ufanane na yeye. Hii kitabu kichwa ya maandiko ama kichwa ya title yake inasema kufufuka kwa Yesu Kristo. Kufufuka kwa Yesu Kristo, saa hizi wale ambayo wanatembea na Holy Spirit, wale ambaye wamepata mafunzo kamili ya Yesu Kristo, maandiko inasema kama wamefufuka na yeye. Yule ambaye Kristo vile alifufuka akapaa kaenda mbinguni, aliacha roho yake ambaye ni Holy Spirit. Hao watu wanawezeshwa, wanafunzi wake wote wanawezeshwa kukaa kama yeye na kufanya kazi kama zenye yeye alikuwa anafanya. Maandiko inasema hata watafanya zaidi yake. Tukisoma na mstari wa kwanza inasema hata siku ya kwanza ya Jumaa, Maria Magdalena alikwenda kaburini alfajiri kungali giza, bado akaona lile jiwe limeondolewa kaburini. Tukienda kufuatana na history, tukienda sana kwa history, huwa watu wengi wanasema ati wanawake mbona wanafundisha makanisani? Wanawake kwa nini? Nani aliwapea mamlaka? Mbona wamepewa mamlaka na Biblia inasema wanawake wasiongee mbele ya wanaume, na hiyo ni nini? Lakini ukikuja kwa hii kitabu ya Yohana na hii inaonyesha wazi kufufuka kwa Yesu Kristo, wale watu ambao walipata hiyo ujumbe ni wanawake. Inaonekana kama huyu Maria Magdalena ndio alikuwa na mzigo, alikuwa kabisa na uchungu wa kuweza kujua mwana wa Mungu, ambapo aliwekwa kaburini, kwa sababu maandiko ilikuwa inasema atakufa baada ya siku 3 na atafufuka. Huyu mama ndio alikuwa na mzigo kuliko hata watu wengine, kwa sababu alikuwa akikaa kila wakati akikimbia hapo kwa kituo kwenda kuona kama maybe ama pande mwingine Mwokozi amefufuka. Sasa ikawa akienda siku ya kwanza ya Jumaa. Sasa saa hii tunaweza sema kama ni siku ya kwanza ama Monday, alfajiri, jioni kungali giza, kuweza kwenda kuona kama Mwokozi maybe anaweza kuwa amefufuka ama bado iko kwa kituo. Sasa maandiko inasema ameenda akapata jiwe limeondolewa. Tukiteremuka kidogo mstari wa pili unasema huyo mama wakati alipata jiwe limeondolewa kwa kituo, alijaa na hofu na akaweza kuwa na masikitiko kiasi, na akakimbia kwenda kuambia Simoni Petro. Akaenda kuongea na Petro kulingana na yale ambaye ameona kama kituo imetolewa jiwe na haijulikane Mwokozi amewekwa wapi. Hii mstari wa pili inasema ya kwamba basi akaenda mbio akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda. Nataka kwanza kusisitiza hii mstari, wakati Maria Magdalena ameona wazi kwamba ile jiwe imetolewa kwa kituo, kwa kaburi ya Yesu Kristo, alikimbia mbio na kwenda kutangaza kwa Simoni Petro kwamba Mwokozi haijulikane alipowekwa. Sasa wakati anafika pale, maandiko inasema wazi kama kulikuwa na mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda. Sasa swali yangu ni je, saa hizi wewe ni mwanafunzi wa ukweli, mwanafunzi kamili kwa vile Yesu anakupenda? Sababu inaonekana wazi kama sisi ni wanafunzi wa Yesu, ni wanafunzi wa Kristo
ambaye tunatembea na yeye, tunapiga hatua kwa hatua zake, ambaye ametupenda. Sasa swali ni kujua, je, wewe anakupenda kwa siku ya leo? Ndio akufurahie, ndio iweze kuandikwa kwa history kwamba wewe ulikuwa mwanafunzi mzuri wa Yesu ambaye alikuwa anafurahia. Ukiendelea kwa hii mstari mwingine inasema wazi zile kazi zenye huyu mwanafunzi ambaye Yesu alikuwa anasema anafurahia kazi zenye alifanya. Inaendelea ikisema akamwambia waondoke. Huyu ni Simoni Petro, akaambia huyu mwanafunzi ambaye Yesu alipenda, akamwambia waondoke. Huyu mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda akamwambia wameondoa. Maria Magdalena akamwambia kama wameondoa Bwana kabulini, na wala hatujui walikomweka. Wakati huyu mama alipata hiyo mzigo ama hiyo uchungu, akaenda akaelezea Simoni Petro, na Petro naye akaeleza mwanafunzi yule ambaye Yesu alipenda kwamba jiwe limeondolewa kwa kaburi. Ndio sasa wakajaa na hofu. Maandiko hapa inasema kwamba walitoka pamoja wakiwa wote, Simoni Petro na yule mwanafunzi na huyo Maria Magdalena, wakaambatana wakielekea kituoni. Sasa mstari wa 3 inasema ya kwamba basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia ya kwenda kaburini. Walikimbia mara moja kwenda kuona yale ambayo huyu mama ambaye alikuwa anampenda Yesu alikuwa na machungu ama alikuwa na uzito kulingana na mfalme na Mwokozi. Sasa mstari wa 4 unasema wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro. Nasisitiza pia hapa kwa sababu ile njia ambayo walichukua wakiwa watatu, Maria Magdalena, Petro na yule mwanafunzi, inasemekana Yesu alikuwa anampenda. Yule mwanafunzi ndio alishika njia na akaenda haraka, akaenda upesi kuliko hata watu wengine walikuwa naye. Sasa swali naweza kuuliza saa hizi, mtu akikuuliza kama wewe, ikiwa ni jambo fulani ambalo umetumwa kulingana na Injili ama kulingana na kazi za Mungu, wewe unaweza kuwa na mwenendo kiasi kuhusu watu wengine, mwenendo kasi kuhusu watu wengine, ama unaweza kwenda mbio kuliko watu wengine vile wataenda? Hiyo ni swali kila mtu anafaa kujiuliza. Alafu mstari wa 4 ukasema wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza kufika kaburini. Hapa maandiko inasisitiza, nasema kwamba huyu mwanafunzi amekuwa wa kwanza kufika kaburini. Mstari wa 5 akaingia na kuchungulia, akaona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia ndani. Ule mwanafunzi ndio akachungulia katika kaburi ya Yesu, akaona vitambaa mfalme ama Mwokozi alikuwa anavaa, hakuingia. Ukiendelea na hapa chini, Petro basi akaja na Simon Petro akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala. Petro kwa sababu yeye alijua vile Mwokozi aliwekwa kwa kaburi akiwa na vitambaa na ile mavazi alikuwa nayo, ndio ameingia hapo, akaenda akaangalia hizo vitambaa zote venye zilikuwa zimelala. Sasa mstari wa 7 unasema na ile leso aliyokuwa nayo kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa. Kwa sababu Petro alikuwa anajua na ile kitambaa Yesu alikuwa anafunga kwa kichwa, akaona imelala pande tofauti na nguo zingine. Basi ndipo alipoingia na yule mwanafunzi. Nataka watazamaji muangalie, tusisitize sana huyu mstari wa huyu mwanafunzi, kwa sababu tunaongea kuhusu wanafunzi kamili wa Yesu Kristo. Yule mwanafunzi alisema, basi ndipo aliingia na yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza
kufika kabulini akaona na kuamini. Amena. Yule mwanafunzi wakati Simoni Petro alitoka akaona vitambaa zimelala tofauti na hizo vitambaa alikuwa anafunga kwa kichwa na ile alikuwa anavaa. Sasa ndipo akatoka mwanafunzi yule ambaye Yesu alipenda, alikuwa na kiu ya kuona kama mfalme amefufuka, na kazi ambapo ilitendeka, na akaingia kabulini na akaamini kwamba Yesu alifufuka. Ukishuka na hapo mistari mingine inafuatwa ni kwamba Yesu alikuja kuwatokea pamoja na Mariamu Magdalena na akawaonyesha vile ni yeye, na akawaambia waende kwa familia zake, waende wakatangaze kwamba alifufuka. Sasa mimi swali langu ni kujua wewe kama ni mwanafunzi wa ukweli na umejua kama Yesu alikufa na akafufuka, ulienda ukatangaza hiyo ujumbe. Unaweza kuwa na majukumu ama mzigo wa kwenda kutangaza kwamba Yesu alifufuka, na ndio watu wote, hata watu wa nje wenye si wa Kristo ama hawajaokoka wakuje kanisani wafuate ile ushuhuda ambaye umepata. Na hiyo sasa ndio mission ambaye ni ya hizi ministry ambazo zinatengeneza ama zinafunza wanafunzi wa Yesu Kristo ili waende nje wakatangaze ujumbe wa Yesu Kristo. Tunashukuru sana, na tukiendelea kuongea na watu wetu kuhusu wanafunzi wa Kristo, kwa sababu hiyo ndio mission yetu ambaye Yesu alituachia. Chao chao.